Wajasiriamali, naombeni mnisikilize nilichogundua. Ni kweli tunatafuta wateja wa kuuzia bidhaa ama biashara tulionayo, lakini sio kila mtu kwako ni mteja. Moja, badala ya kuwa na rundo la watu ambao wanakupotezea muda kuwasikiliza, wanakupotezea muda kubagaini bei, wanakupotezea muda kukushusha kwenye standard na lengo kuu la biashara yako, urudi kwao kwenye level zao na standard zao ndogo na kuanza kubagaini na kuanza kusumbuana nao. Ni hivi, sio kila mtu anafaa kumuuzia biashara yako ama huduma yako. Nitakupa mfano mmoja mzuri. Usipokuwa na priorities za watu wa kwanza unaowahitaji kwenye huduma ama bidhaa unayoiuza, utapata kila mtu na utashinda kumtofautisha ni yupi ni sahihi ambaye anapaswa kuchukua huduma yako ili kumhudumia kikamilifu, na kuanza kupambana na rundo la watu ambao utakutana nao. Kwa mfano, kama mteja ambaye anatamani kupata huduma yako ama bidhaa yako haja qualify kwenye moja kati ya requirement zako unazozihitaji kuwa na mteja awe mteja wako, hata kama atataka kuja kubagaini na wewe, huyo muache. Namaanisha hivi, huo umeshamclassify kwamba namtaka mteja wa namna gani. Kwa mfano, mimi simsajilii mteja yoyote kampuni, ila nasajilia mteja kampuni kwangu mimi endapo una at least mtaji ama unaingiza shilingi milioni 5 kwa mwezi. Hapo tunaweza kukaa chini uweza kusajili kampuni. Hii inanisaidiaje? Hii inanisaidia kupunguza listi ya watu ambao nakutana nao kwa siku. Kwa mfano, mimi nipo kwenye social media, everyone, kila mtu ana comment, kila mtu anatamani kuja kusajili na mimi, kila mtu anatamani kuja kufanya kazi na mimi. Lakini unakuta watu wengine kusajili kampuni sio lazima ina milioni 5. Kampuni unaweza kusajili hata ukiwa una hata shilingi 10. Lakini kwenye kulipia huduma hii, ukishapata kampuni, kwenye kuweza kumalizia leseni na qualification nyingine ili uweze kuingia sokoni, zinakuhitaji gharama zisizopungua zote kwa jumla at least nusu ya milioni 5. Sasa kama uingize milioni 5, utawezaje kulipia sehemu kitu nusu ya milioni 5? It means utakuja hapa kunisumbua. Sasa ili kuepukana na wasumbufu kwangu ukifika na kuchuja, hii inanisaidia kupata watu ninaowataka specific kwako. Sio lazima iwe ni unawachuja kwa pesa. Kwako inaweza kuwa ni issue tofauti. Unamchuja mtu kutokana na vigezo ambavyo unataka awe. Hii inakusaidia, moja, kupunguza muda wa kuzungumza na watu ambao sio sahihi kwako. Pili, inakusaidia kupata watu sahihi na wakapata huduma satisfied ambayo inawaridhisha kabisa kwamba okay, mimi nimekuja hapa nilikuwa nataka hii, nimepata. Tawaleta wenzake level hiyo. Kweli utaona kama napoteza watu wengi, lakini utapata watu sahihi. Ukitaka kujifunza namna gani ya kuweza kudhibiti na kuhakikisha mteja unayemtaka ndo unayemhudumia, comment neno kozi hapo chini. Nitakutumia kozi maalum ambayo inaitwa Wateja 100 wa kwanza, mwongozo wa mwanzo wa ukuaji. Itakusaidia definitely kupata wateja wako kwenye biashara yako. Tukutane kwenye comments.